Watu wengi sana wanashindwa kuendelea sana kwenye mambo ya kiroho, wanashindwa kukua kwenye masuala ya kiroho kwa sababu ya kukosa mwendelezo, consistency. Mwendelezo ni moja ya ufunguo mkubwa sana wa kumfanya mtu aendelee kukua na kukua na kukua kwenye masuala ya imani. Mwendelezo, consistency, ni ufunguo mkubwa sana unaweza kumfanya mtu aongezeke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine bila kurudi nyuma. Sasa imekuwa ni ngumu sana kwa watu wengi sana kukua na kuongezeka na kupanuka, na si katika masuala ya kiroho tu, si katika masuala ya imani tu, katika eneo lolote la maisha yako. Ikiwa unataka kuona matokeo endelevu, ushindi endelevu, ukuaji endelevu, ni lazima uhakikishe unakuwa na mwendelezo wa kufanya lile jambo mara kwa mara kwa mara kwa mara. Lazima ujifunze kuwa na mwendelezo. Hata katika masuala ya kiroho, moja ya kitu kigumu sana ambacho kinawashinda watu ni mwendelezo. Sasa nataka niongee na wewe ili jambo muhimu sana, kwa sababu ikiwa utaweza kuwa na mwendelezo wa kutafuta Mungu, ile safari ya kutafuta Mungu ukianza, alafu ukaipa mwendelezo bila kuishia njiani, bila kuacha, bila kusita, ni wazi kabisa ya kwamba lazima utakuwa na matokeo makubwa sana. Amen. Kitabu cha Ayubu sura ya 8. Ayubu sura ya 8 ni mstari muhimu sana na mstari mzuri sana ambao binafsi ninapenda huu mstari. Na ni mstari ambao umebariki maisha yangu sana. Ayubu sura ya 8. Haleluya, haleluya. Yes. Mstari wa 7. Ayubu sura 8 mstari 7 anasema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Japokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Angalia, anaongelea mtu ambaye alianza kufanya jambo, ijapokuwa alianza kidogo kidogo, alianza kwa hatua ndogo ndogo, lakini anaposema ijapokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho ungeongezeka, neno ungeongezeka pale inaonyesha kuna hali ya kusita au ya kuacha ilitokea katikati ya safari. Hakuna ugonjwa hatari sana kama ugonjwa wa kuacha. Hakuna ugonjwa hatari sana kwenye safari yote ya maisha, safari yote ya imani, safari yote ya kukua, safari yote ya utumishi, safari yote ya kazi yoyote unayofanya. Hakuna ugonjwa hatari kama ugonjwa unaita kuacha, kuishia njiani, kukata tamaa, kuacha. Hii kuacha ndo mtego mkubwa sana ambao adui anautumia kuhakikisha kwamba watu hawakui, watu hawaongezeki, watu hawapigi hatua, watu haone matokeo ambayo alikusudiwa. Anasema japokuwa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho ungeongezeka sana. Manake huyu mtu akwenda mwisho, akufika mwisho, aliishia njiani. Lakini mwisho wake ulikusudiwa kuwa mkubwa, japokuwa mwanzo ulikuwa ni mdogo. Kwa safari yote unayoifanya kwenye maisha yako, safari ya kumtumikia Mungu, safari ya kumtafuta Mungu, safari ya kukua kiimani, na safari nyingine yote ya maisha yako, mwendelezo ni ufunguo wa kuona matokeo makamilifu, wa kuona ushindi mkamilifu. Lakini hali yoyote ya kuacha ni ugonjwa hatari sana. Mwisho wa safari ya huyo mtu ilikusudiwa kuwa ni kubwa sana, ijapokuwa alianza kidogo, lakini aliishia njiani. Maana sema mwisho wako ungekuwa mkubwa sana.
Na kuna watu wengi mnashindwa kuongezeka masuala imani, kwa sababu mnaanza alafu katikati ya safari mnaacha, baada ya muda tena mnaanza, baadaye unakata tamaa unaacha, baadaye tena unaanza, baadaye unaacha. Hiyo safari haiwezi kukufikisha popote, haiwezi kukufikisha popote. Ukianza safari ya kuomba, usiache kuomba. Hakisha unaomba kila siku, kila siku. Kuwa na consistency ya kufanya jambo lile lile kila siku, mara kwa mara, mpaka upate matokeo.